Vipi? Mbona umetoka chumbani umekuja hapa? Unajua mke wangu, sisi wafanyakazi mawazo huwa hatukosi. Kuna matatizo tu kidogo yametokea kwenye kampuni, ndio maana nimekuja kupumzika. Mume wangu, hapo tu ndio niliponichosha. Kwa sababu Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis, Ijumaa, vyote ni kuwaza kazini. Tena una uwezo kabisa kuwaza kazini. Lakini leo ni weekend mume wangu. Leo ni siku ambayo ya kwangu mimi, tena special kwangu mimi. Mke wangu, leo ni weekend najua. Na leo nashinda nyumbani kutwa nzima, siendi sehemu kokote. Ila kuwa na mawazo huwa inatokea, hususa kama sisi ambao tunamiliki makampuni mawazo yakosekana. Kwa hilo ondoa hofu mke wangu. Leo nipo na wewe. Hapo ndipo na. Basi sawa. Lakini kuna jambo nataka nikuulize kidogo. Unajua nina wazo. Maana nimefakari peke yangu. Nikaona haina budi kukosa kushirikisha. Unaonaje ukinimilikisha hivi nyumba, magari pamoja na kampuni yaandikwe kwa jina langu? Itakuwa vizuri zaidi. Au nisemaje mume wangu? Lakini mke wangu, nilijua utaongea kitu kingine kabisa. Kumbuka nyumba, kampuni, magari ni ya kwetu sote. Wewe ni mke wangu, mimi mume wako. Wewe hati ya nini? Mume wangu, sijamaanisha kwamba labda uniandikishe hivi, labda sipendi. Hapana. Lakini kumbuka mume wangu, wewe una familia. Utakuwa una ndugu. Alafu kuna leo na kesho mume wangu. Unaweza ukaa. Lakini mimi sijamaanisha hivyo unavyofikiria wewe. Kumbuka wewe hapo utakuwa hapo una ndugu zako, Leo na kesho akija kunitoa mimi katika hii nyumba itakuwaje? Hilo niandikishe tu. Nataka nikwambie mali zote hizi za watoto. Na sisi tunahangaika ili kuwafaidisha watoto wetu. Nancy nao unamweka. Kwa hiyo mke wangu nataka kuniambia kwamba huyo Nancy babake ni nani? Ni wewe. Sasa kama baba yake atakosaje kumilikiwa mali? Namaanisha kwamba zikae kwangu kutokana na nini mali zikiwa kwangu? Ndugu zako wasije wakaja juu. Naondoka naenda kupumzika nisikie tena kauli hiyo. Naondoka nitakupumzika. Yaani mimi lazima nitapambana tu mpaka niandikishe mali. Eti hawaandikishi watu wengine wakina nani? Wakati mimi ndio nilokupo nimeanzia mwanzo mpaka mwisho. Jasho limenitoka kwa ajili ya hii nyumba. Eti asiniandikishe. Labda sio mimi. Asiniangalie tu hivi juu. Na nitakifanya kitu cha ajabu. Lazima ataingia tu kwenye kulingana na zangu. Nishamwambia labda ndo anaandaa. Hivi wewe, nimekuamsha tokea saa ngapi ndo unaleta chai sasa hivi? Tokea saa 11 mpaka sasa hivi saa 2 naelekea tunasubiri chai tu. Yaani chai tu masaa mawili. Nisikilizeni. Sawa? Mambo ya kwetu nasumbuana mimi sipendi. Mimi nimelala saa ngapi? Na pia hapa je mtakalipa? Mama zenu waliperekesha na nyinyi mliperekesha. Sitaki mambo hayo bwana. Yaani tafikiri watu tupo kwenye baa. Wamezidi. Tatizo ni nini? Hamna kitu mama. Usiseme hamna kitu mama. Tumemwamsha tokea saa 11. Ndio analeta chai sasa hivi kweli. Tumechelewa klasi muda huu mama. Hivi unajua kazi iliyokuleta hapa nyumbani kwangu? Naelewa. Unajua hawa ndio wanakupatia wewe mshahara? Sawa, lakini wananiperekesha. Nisikilize. Siku nyingine tena mkija hapa makelele asubuhi nitajua cha kufanya. Naomba utoke. Tarudi kijijini sasa hivi wewe. Toka. Nani? Makelele tu makelele. Makelele asubuhi yote. Hivi hamjui kwamba nyinyi watoto mnaonekana kwamba hamna nidhamu?
Lakini dada Isabela amezidi, anaongea sana, afu anampokea. Eti tatizo ni nini? Alafu mama, Nancy na Paul wanachangiana, wananipokea mimi. We naye umeleta ujinga. Niseme ni mpumbavu. Hivi wewe Paul anakushinda? Nancy anakushinda wewe? Sasa siku nyingine kitokea hivi, nitakata vimdomo vyenu. Mpumbavu, chukua hela hiyo. Maana mimi naomba hela shule. Hiyo hela shule nikupe mimi? Unawezaje kukaa saa 8 za usiku kuangalia TV? Na pia unawezaje kuamka asubuhi saa 8? Maana mimi naona kwamba sio asubuhi, ni saa 8. Mchana jua kali. Alafu mimi nikupatie hela shule. Wakati muda wa kuamka na kumvizia babako huko. Nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi siwezi kutoa pesa mfukoni kwangu nikakupatia wewe. Una mamako mzazi. Msubiri babako aje kukupatia yeye. Umesikia? Tena usirudie. Salama, habari yako? Kwema. Bila shaka naongea na Daktari Mlezanaka. Ndio. Okay. Mwalimu mkuu, karibu sana. Ndio. Sababu ada yake haijakamilika. Nani ambao ada yake haijakamilika? Maana na watoto wawili. Nasa. Mwalimu mkuu, mimi nikushukuru kwa taarifa. Nikushukuru sana kwa taarifa mwalimu mkuu. Mimi hilo swala nitalifanyia kazi na muda si mrefu hiyo pesa ya ada nitaitoa. Ndio. Ndio. Walikuwa wanapigana wanaishi na wao wanafanya. Sasa kuna baadhi ya masomo huyu ana takriban mwezi hapa. Hajaanza. Sasa kwa vizuri hapo mbele yake kuna vijana wanaishi na. Sawa. Lakini pia yule mwanangu wa pili Lisabela yeye kisha lipa. Yule yuko vizuri kwa sababu anaunganishwa, kwa maana nikakwambia mimi najua kama una watoto wawili. Ndio. Yeye kwa sasa hivi tunazungumzia kwa Nasa ambaye ndo ada yake haijakamilika. Okay. Hivyo basi ana vijana wanaishi na wao. Ndio. Mwezi huu kisha. Sasa ningependa sana ufanyie kama inawezekana ufanye mikakati ili na yeye aungane na wenzie, sababu mbele yake ana vijana hapa. Asante sana. Nitalifanyia kazi mwalimu. Asante sana, kushukuru sana. Okay, thank you too. Hivi, huyu mke wangu anatafuta nini? Kwa nini Lisabela hadaiwi alafu Nasa anadaiwa? Na pesa zote nimeshampatia. Nimesababisha hata kuonekana hata katika ofisi leo nisiendelee kuwepo katika utendaji wa kazi. Anyway, hizi zingine atazifanya Secretary Lucy. Ngoja mimi niende kwanza nyumbani kabla ninaye. Sipendi kuonekana kwamba vitu vingine vinakuwa.
zinalika kabisa hizi. Picha hiyo yatakuwa na kwa siku moja sio mbaya. Habari yako? Safi bosi, shikamo. Marhaba. Vipi, mbona uko jikoni? Nilikuwa naandaa chai nimpeleke kwa mama. Nimetoka kazini na kuja nagonga hodi pale mlango. Simuoni mtu mwingine huko. Ametoka lakini mama yupo ndani, mbona? Atakuwa amelala hata kusikia. Nesa atakuwa kalala. Nini? Nimepika chapati hizi hapo kwa. Naona. Sasa chapati hizi mbona zimeungua? Hizo hazijaungua bosi, hii rangi tu isikutishe, ndani nyeupe. Rangi ndio inakuwa hivi. Hizo zimeungua, sio rangi. Na mimi nimesha kukwambia wewe sio unaingia jikoni. Mama yako sio mara moja mara mbili namwambia. Wewe shughuli zako ni za nje, mifugo, kusafisha bustani, kumwagilizia maji, kuosha gari. Wewe toka lini unapika unaunguza chapati hivi? Mimi niliwaambia na chetu tu jana nilivyo, lakini ndani mimi sijazoea. Paul, mbona nisikilize. Siku nyingine usije jikoni kupika chakula cha aina yoyote. Na hili swala nitaongea na mama yako. Wewe sio mtaalamu, utakuja kusababisha huko nyumba itokee paje kutokea shoti huko ndani, nyumba ije kulipuka afu kisa na mkasa kwamba ulikuwa unapika. Hivi ni vyombo vya moto vyote hivi. Vinatumia umeme. Ni bahati mbaya nitaelekea choo. Nisikilize. Toka lini unavaa nguo za dadako? Nimefua zote, sasa nimesahau kama kuna zingine zinatakiwa nibaki nazo nifue, nivae. Kwa hiyo nataka kuniambia unashindwa kubagua hii ya kuvaa na hizi zingine za kufua, zote unafua tu? Na zote zilikuwa chafu. Tuachane na hilo. Toka siku ile mimi sio wa kushinda hapa nyumbani. Toka siku nilivyokuja hapa ukaniambia wadogo zako wamepigana huko nyuma, nikaongea nao. Hivi mpaka sasa wamesha kugombana tena? Kwenye hilo swala, sema kweli mwenye nitaka nikwambie. Ila tu nikawa naogopa kwa sababu najua mazoea na bosi wakati mwingine sio vizuri. Ndio. Lakini kusema kweli swala hilo mama na Rusi, eti Rusi Nancy. Kusema kweli hazipandi. Yaani anamnyanyasa Nancy mama. Yaani akikaa hapo wanafokeana, hataki akae mbele. Yaani ana vurugu. Kwa mfano, kuna siku ametukuta pale. Mimi tumekaa na akina Nancy. Walikuwa wanataka hela ya shule, mimi akanifukuza. Kunifukuza akampa hela Isabela. Akaniambia wewe nenda huko. Nikaenda, nimejificha pembeni, angalia. Akampa hela Isabela. Nancy kamnyima. Nancy kaambia mbona unaninyima hela ya shule? Nitakula nini? Na nadaiwa shule. Akamwambia baba yako, mimi si mama yako. Hivi kweli ama nenda kumwambia mtoto? Ama nenda kumwambia mtoto tena mdogo vile? Kwa hiyo kusema kweli niuma. Sawa. Mimi nimekusikiliza. Polo, na nimekuelewa. Na hilo nitalifanyia kazi swala hilo. Sawa. Nitaongea naye, ila kikubwa hasa litakapotokea jambo lolote lile wewe unaniambia. Mimi tatizo sina namba yako, ningekuwa namba yako nakupigia. Nitakapokuwa nakuja utakuwa unaniambia. Na swala lingine tena nitaongea na mama yako, wewe jikoni tena usiwe nafanya shughuli za kupika. Wewe shughuli zako ni za nje tu, sawa? Sawa. Wewe endelea na shughuli zako, mimi naingia ndani. Haina shida. Kwa hiyo mshahara wangu nisikilize basi, mshahara nini? Wewe sijakupea, nimekupa. Ulinipa lakini si ndio mwezi ule ulioisha? Okay. Watoto wanaumwa bwana, wanaumwa. Sawa, nitakupa. Wanaumwa huko nyumbani, wanaumwa. Na hiyo pesa nilikuwa nishampa mama yako, lakini basi nitakupatia. Bali mpa. Wewe ndio kaa sasa. Mama bwana, mambo ya ajabu. Sijali. Tutaongea taishe pesa nitakupatia. Sawa? Una shida. Endelea na shughuli zako. Mimi nijua tu mama atakuwa nishapewa hela kara.
nateseka kila siku hapa nakosa hela. Nipo sawa. Kwenye tatizo limetokea. Tatizo gani? Mama Nasi, sijawahi kukupiga hata siku moja. Na ningeomba uniambie ukweli juu ya hili swala. Kati ya wanangu wawili, nani anaodaiwa ada? Kwa hiyo unataka kuniambia mwalimu mkuu kanipigia simu mimi nikiwa ofisini, ananiambia Nancy anadaiwa. Kwa nini mke wangu unaniaibisha eh? Mfanyakazi kama mimi, tajiri, mfanyabiashara maarufu. I say, ionekane kwamba ada amenishinda. Nadaiwa amount ndogo tu ya school fees, kwa nini unanishusha CV? Na hiyo tabia imeanza lini ya kubagua watoto? Leo hii hapa mwanangu Poa ananiambia, baba, mama anavyoishi na waneni tofauti. Poa ndo umemwamini sana kushinda mimi mke wako. Sio kwamba namwamini, ana kila sababu ya kuniambia mimi. Sasa mke wangu, naomba msikilize. Sababisha mimi na wewe tuumizane. Kwa hiyo Polo anaweza kutugombanisha mimi na wewe. Polo amekutia sumu ambayo anaweza kunifanyia mimi. Umenidharau mimi. Wewe umekuja karibu ndo za watu hapa eh? Wewe. Ninakuuliza wewe. Umefuata nini hapa? Hebu kuna ndani. Wewe endelea na kufanya kazi zako. Sawa? Haya mengine achana nayo. Unajua mume wangu leo amefoka. Unajua amenifokia mtoto akasoma. Yaani swala dogo tu. Amepigiwa simu na mwalimu mkuu. Amemwambia kwamba mtoto mmoja anadaiwa ada. Na kweli ukizingatia nimemlipia mimi Elisabeth. Nasi sikumlipia. Nikasema yevla, ngoja nifanyie mambo yangu mengine. Ndugu, Mama Nancy, nataka uniambie. Baba amewaka. Povu linamtoka mdomoni. Jicho kama nyanya nakwambia. Na yule baba angekupo ni mpigaji. Walai tena. Na hisi chali. Nikaona hii akili ilivyonivuruga hivi nafanyaje? Hapa moja kwa moja nje kwako nje. Najua ndo shogangu utaweza kuniambia. Nifanye kipi, niache kipi. Yaani shogangu kwa ushauri. Unachotakiwa ukaze. Yaani kama uzi unganganie usiukate. Kaza shogangu. Unajua nje usifanye masiara. Usifanye nini? Masiara. Kwa sababu yule baba ni mkali. Sasa ile jambo dogo tu ameanza kunifokea. Je, likiwa lile kubwa unafikiri itakuwaje? Wewe nje nimevurugwa, mwenzio nimevurugwa hapa nilipo. Alafu ukiangalia yule mtoto nje ambao akanda na aswa atakusumbuaje?
Yaani ule mtoto ndo ananivuruga kichwa. Mimi nimehangaika na jasho langu, nampa akili mume wangu, fanya hiki fanya hiki. Leo hii eti mtoto nje ndoa ndo aje kupata pesa au aje kupata mali zangu. Mali zangu yeye zinamhusu nini yeye? Yaani hicho ndo kinanivuruga akili. Nimemwambia bwana, wewe ninakuomba mume wangu, naomba uniandikishe mali. Mwenzio mjengo unataka mimi niandikishe kwa jina langu, magari, makampuni. Baba kafoka. Baba povu linamtoka na kuniacha, kaniacha muda ule ule. Wewe unafikiri nakuaje? Unajua katika ndoa wasumbufu sana ni upande wa kwa mwanamume au upande kwa mume. Kabisa kabisa. Wale ndo wasumbufu mtwali mfumo. Kinachotakiwa ukaze. Yaani mimi nachukulia ukaze, usimwogope ukali wake. Usimwogope macho yake. Usimwogope sije kupiga. Yaani chochote usiofie. Wewe tena. Kaza uzi. Yaani shogangu kaza uzi. Mimi ninachoona wewe jaribu. Kiamwezi mpeti ule mwanamke. Yaani rudisha ile mapenzi ya zamani kama ndo wanakuwa wale. Mimi naamini atakukabidhi hapo. Hapo tu shogangu. Yaani hapo tu. Nikasema hapa mama wa mipango nani? Angel. Kuona niambie kwamba nikiendeleza ile matashtiti yangu anatiririka. Mimi nakwambia ndio maana nikasema leo siko vizuri. Ngoja niende kwa Angel. Shogangu, leo nipo hadi mchana hapa. Kapike ugali. Kwa kumbe ulikuwa unatamani kuja kuangalia TV lakini ulikuwa unaogopa. Kuna asiyependa vitu vya digitali. Sema tu wakati mwingine si unajua ndio hivyo nyewe. Kaa. Wewe, umemaliza kazi zote huko nje? Nimemaliza. Ushamaliza kupika? Nimeshapika. Na umesafisha jikoni? Kila kitu. Umemwagilia garden huko nje? Wewe Teresa Bella. Mbona muuliza maswali hivyo? Nyamaza wewe. Sasa naenda huko nje kukagua. Nikikuta kuna dosari yoyote, nitadili na wewe. Si unanielewa? Na wewe unaempa kiburi huyu Nyangisi. Ajione ndo kidume humndani. Ndo kila siku ivuke dede zake. Bado tujamzoea. Mimi kusema kweli mimi sijui kuna siku mimi nitakuja nishikwe na hasira jamani mimi ni kwa sababu inakuwa kama yeye ndo kaniajiri. Hivi yeye kaniajiri mimi huyu. Mbona wewe mtu? Mimi sinalipa mshahara na bosi zake. Na vitu vinakera kusema kweli mimi. Ila tu acha tu kwa sababu ipo siku tu na sitakuja tubadilike. Sasa labda bado zipo kama hivi. Karibu Peter. Baba huyo. Shikamoo. Marhaba, kwema? Kwema. Karibu. Asante sana. Naona leo umekuja kutembelea. Habari za hapa? Si tupo bwana. Baba nimemkuta. Yupo. Mume wangu. Mume wangu. Njoo mara moja. Mzee. Shikamoo. Sijambo za hapa. Kwema. Asante sana. Karibu. Asante sana. Naona leo mzee umetukumbuka. Nimetoka ofisini nikaona ni bora nipite hapa nyumbani nikuone father
na mida kama hii nilidhani huenda nitakukuta nyumbani na nimekukuta pia. Ndio. Sasa baba, mimi na matatizo nyumbani. Na haya matatizo yangu yana muda. Na swala hili kwangu mimi limekuwa ni changamoto kubwa mpaka linanikosesha amani. Kwa hiyo nimekuja hapa wazazi wangu muweze kunipa ushauri. Mke wangu tatizo lake kubwa, anataka hatimiliki za mali. Mwanamke si umezaa naye? Mtoto mmoja, lakini yeye kikubwa hasa yule Nasi mwanangu ambao pembeni hataki kabisa. Na anamchukia. Na anasema katika mali hizi yule haruhusiwi kupata. Na mimi namwambia mke wangu, Nasi ni damu yangu mimi. Iweje akose? Na kingine cha kunishangaza, yeye anang'ang'ania zile mali atimiliki ziwe zake. Sasa baba, mimi nashindwa kuelewa. Na mpaka sasa hivi mzee wangu mimi nilikuwa na mawazo ya kumpeleka polisi. Sawa mwanangu, mimi nimekuelewa. Lakini kama ulivyosema, umekuja tukupe ushauri. Hata sijui ushauri gani ambao wewe unautaka sisi kwetu. Wakati wewe ni mtoto mwanaume. Maana mke wangu matatizo yake anahitaji atimiliki za mali. Na mimi namkatalia. Sasa nataka nipate mawazo yenu na ushauri wenu kutoka nyinyi kwa wazazi wangu. Then mimi nijue nitafanyaje. Binafsi yangu mimi siwezi kukuambia kitu chochote. Kwa nini? Sitaki nikavunje nyumba yenu. Wewe yule pale mkeo, isitoshe kesho na kesho kutwa wewe na huyo mkeo mtakuwa mnaongea, mimi napata lawama. Kitu ambacho mimi sikitaki na wala sipendi. Unielewe vizuri. Kwa sura hii uliokuja nalo hapa, kwa hili mimi simo kwa elimu. Mume wangu, maneno gani leo unamwambia mtoto? Unategemea huyu ataenda kwa kina nani? Sisi ndio wazazi wake. Japokuwa mimi sijamzaa, lakini kama mama yake ni mwanamke. Na wewe ndio baba yake. Na wewe ni mtu mkubwa sana ambaye unaweza kumwambia kitu akaelewa. Na hata moyo wake ukatulia. Sasa wewe unamwambia maneno makali. Unategemea yeye atafanya maamuzi gani? Nisikilize mke wangu. Tena naomba unielewe. Umenielewa? Sipendi matatizo. Leo hili naliona wewe dogo. Kesho hili itakuwa kubwa. Yatakuwa mambo mengi hapa, sitaki. Naomba unielewe. Kama wewe na huyo mwanao kaenda. Baba. Asijali mwanangu. Mama. Kwa nini baba anakuwa hivyo? Na mimi nilikuwa ninaomba ushauri ili muweze kuja nyumbani nishauri na mke wangu akiwa yuko pale. Sasa baba, huyo namjua mimi. Nitaongea naye na kila kitu kitakaa sawa. Huo usijali. Fanya kazi zako, kila kitu chako kitakaa sawa. Nitakuja. Sawa mama. Basi mama, mimi ngoja nikuage. Jambo lilikuwa ni hilo, niweze kuelekea nyumbani. Mimi nawakaribisheni sana mje nyumbani mama, ili tuyaongee haya yaishi, hata mimi mtoto wako niweze kule kwangu niishi kwa amani. Usijali, kikubwa ni kumwomba Mungu na kuwa na subira. Asante sana. Subira ndio kila kitu. Asante sana. Safari njema. Sawa, safari njema. Asante. No, niko sawa. Okay. Sasa kuna document hapa. Steve kazileta. Ndio. Unakumbuka tuliingia ubia kwenye kampuni yao. Alihitaji uzisign by saa 4. Ndio. Atakuja kuchukua. Lakini Lucy, sio mara moja mara mbili nakwambia. Mtu anapoleta kazi hapo ofisini, hakikisha kazi yake aje kuchukua kesho aidha kesho kutwa.
Lakini so Steve analeta kazi leo, anahitaji achukue kazi leo. Hizi ni document. So makubaliano. Tulikubaliana leo utazisign. Basi sana anakuja kuchukua. Mpigie simu Steve. Mimi kwa leo sitaweza kuzisign. Tafanya. Sawa. Mwambie aje azichukue kesho. Usije. Okay. Nitafanya. Sawa. Sipendi masiara. Sawa. Peti mwanangu. Yaani rudisha yale mapenzi ya zamani kama ndo wanakuwa wale. Mimi naamini atakukabidhi hapo. Nisemi? Kuna kitu kizuri nimekiandika. Cha maana. Chenye faida. Kwa hiyo nataka mimi sign. So mara moja tutaongea. Lakini kwa sababu nataka ni sign, ngoja ni sign. Sawa. Nataka ni sign mimi. Jinga ni? Yaani kabisa sio mara moja mara mbili nakwambia swala hili. Nimeshakupa onyo. Lakini unaonekana wewe kichwa chako hiki hakina akili. Ukirudia kwa mara nyingine, nitakukukuta hutosahau katika maisha yako. Mume wangu kwenye kitu kizuri, mimi ni saini. Yaani akili yako bado ipo tu kumilikishwa mali. Yaani bado unahangaika tu na hati tu za mali. Jinga nini? Ndio tena. Usinaka. Sasa ni mwenyewe. Ba. Mzika nisumbue afu. Naam. Ana leo umetulia, utaki kwenda kunywa kahawa? Bado. Hii saa 11, saa 12. Maana wewe kucheza bao? Hatari. Sikiliza, na mimi nataka nikuulize swali. Karibuni na wiki hapa sasa hivi. Naona tu, lakini leo mwenzangu naona umependeza. Nataka kutoka nini? Hapana. Si niko naye mume wangu jamani. Nashukuru basi kama hivyo. Leo kilo tapata mambo. Naam. Mume wangu. Kiwanda cha mabati. Acha masiara bwana, mimi niko serious. Hivi unalichukua lile swala alokuja nalo mwanetu hapa?
Maana mpaka sasa hivi upo kimya, usemi chochote. Kwani tusiende kuwasikiliza wale watoto? Huenda tukienda tukasawazisha mambo yakakaa sawa. Lakini mwenzangu wako upo kimya. Mimi naomba tu tuende. Umemaliza? Nisikilize. Yaani nakupenda kiasi kwamba kikubwa sana. Na sipendi mimi wewe nikukose. Yaani nakupenda kabisa. Sio masiala ndani ya moyo wangu. Hivi. Sio masiala. Haki ya Mungu. Lakini sasa huku unakoelekea mke wangu imeelekea fika kwamba kukukosa. Na mimi kitu ambacho sitaki kukukosa. Najua fika kwamba mwanao unampenda sana. Sana. Lakini kwa hili tutakosana. Lakini mume wangu ungenisikiliza. Huenda sisi tukienda yani mambo yao yakakaa sawa. Nisikilize. Nisikilize vizuri sana. Sipendi kuwagombanisha wale. Nyumbani kwao. Yule ni mtoto wa kiume. Ana mke, ana watoto. Mimi yule ni mwanangu. Hata wewe pia mwanao. Lakini kwa hili sitaki. Tena ninakuheshimu na ninakupenda mke wangu. Sitaki urudie tena ile neno. Liwe la mwanzo na mwisho. Kinyume cha hapo takunasa kibao. Unajua mimi jana nimejimaliza. Yaani nimejimaliza vyote. Mpaka mwanaume anabaki ananiangalia. Shoga yangu. Nimebaki na baka nini? Mbu. Asubiria bwana arudi kazini. Bwana naye alichelewa siku ya jana. Anabaki ananiangalia. Nini? Mama nimejimaliza. Mtoto nimeandaa vitu. Sikutaka kumwachia mpishi. Chumbani ndo kabisa usiseme. Mimi nilikuwa nategemea kwamba navuta tu nikimpachika anasaini. Unajua kilichotokea? Alifanya hivi. Alichana na kunitupia usoni. Yaani sielewi hata nifanyeje hapa shoga yangu. Nimechanganyikiwa hapa. Ushaharibu. Sharibu nini? Umeshaharibu kabisa. Mimi nilichoharibu kipi? Wakati ulishaniambia kwamba niende kampe mahaba. Mama nimejimaliza mahaba yote nimempa. Ulitakaje? Mimi nimekwambia ujimalize mahaba siku moja. Kwa hiyo kanimpe mwaka. Ungefanya basi mwezi, wiki 2, wiki 3, siku moja ukamlainisha mwanamume achukue kabisa karatasi ya saini. Wewe unaweza? Sawa shoga yangu. Hapo sasa nimesharibu. Kumbe mwaka nani mwezi. Sasa sikia. Madhali ushauri wangu umeushinda. Sasa hapa kinachofuata tutumie nguvu. Nguvu? Nguvu ipi unayosemia? Mimi nitamweza yule mwanaume mimi. Unajua sisi watoto wa kike kwa wanaume hatuna chochote tunachokiweza. Unakiona hichi kibanda hiki? Hivi unakile timamu wewe? Unaniambiaje wewe? Kwani huwezi kuchukua nguo zako kafua mwenyewe? Siwezi ndo maana nikakuletea. Isabela chukua nguo zako ondoke nazo. Hapo Isabela kumbuka mimi dada yako Ukiwa dada yangu huwezi kuzifua nguo zangu. Kwani wewe upoje mkubwa lakini? Mimi mkubwa nimezaa dunia mama. Yaani una akili hata kidogo, si upoje? Na wewe vuka mipaka. Usitie siki, mimi sina akili. Nini shida? Ni shida nini? Bae katoka huko na nguo zake kaja kungushia mimi nimfulie. Kasikia mimi nifanye kazi. Ngoja mama arudi. Narudi. Ngoja mama arudi. Narudi. Kama mtakao. Na mimi ngoja baba arudi. Ngoja mama arudi. Nenda huko. Waangalie kwanza. Sasa lina akili hata kidogo muone kwanza. Yule anajifanya kama vile hapa ametutawala, anatufanya na kwa yeye anatupata kichwani. Mpe maneno, mpe makao. Sio ukoje? Chukua nguo zake mpelekee huko kwa miti ya kufua. Akiona wewe unataka kuua mke wa pili. Baada ya kutaka kuua mke wa pili mimi mpaka polisi. Wacha nikaongea na polisi mmoja. Nikamuonga pesa. Unajua kilichofuata?
Asante afande Sakala. Huyu ni mume wangu. Na mume wangu huyu ameoa wake wawili. Baada ya kuoa wake wawili mimi hajanishirikisha. Au kabla hajanishirikisha. Wala kuniambia mimi naoa. Mimi sina haki afande. Na mimi nina haki. Lakini sasa ninachokitaka mimi Asalini anikabidhi mali zote. Kwa sababu mke aliyemuoa anaweza akazaa naye. Na akizaa naye atakuja kunisumbua kuhusu mali. Na mimi siataki hayo. Ninachotaka mimi Asalini anikabidhi mali zote. Hapo tatizo hakuna. Sawa. Bwana wewe. Ndio afande. Anasema mkeo sahihi. Ni kweli afande. Huyu ni mke wangu kama alivyosema. Na huko anapozungumzia kuoa, ni kweli nimeoa na nimeoa katika taratibu zetu za kidini. Mimi naruhusiwa kuoa wanawake hata 4. Huyu ni wa pili tu ambaye nimemuoa sasa hivi. Hasa sikiliza. Kisheria umevunja makosa. Umefanya makosa. Utakiwi kuoa hadi mkeo umshirikishe. Sawa? Labda mimi hapa niongezee kitu kimoja. Katika mazungumzo haya hapa ofisini hapa sio sehemu labda pa kusuluhisha ndoa. Hii ni sehemu ya hivi. Sasa tukianza kuzungumzia mambo ya dini, siji kasema dini yake Muislamu, kasema siji wao na wake 4 kwa urafiki wao kupenda wanawake. Siji unanielewa vizuri. Sasa usije kutuletea hapa. Wewe toka ulipoingia ofisi hii umekuta wapi kituo hichi? Umeandikwa hapa tunasuluhisha wanandoa. Ila kwa umeandikwa hapa sisi kesi ndogo ndogo tunazimaliza na migogoro kabla hujenda mahakama kubwa. Sasa kijana wakati tunazungumza maneno yako, chunga sana bwana. Kile umeelewa? Sawa. Kama wewe umefanya kosa. Sawa? Ndio. Kosa ulilofanya wewe kwenda kuoa bila kumshirikisha mkeo. Alafu sasa kule ulipoenda kuoa ukizaa na yule mwanamke, uone kama utakuja kumsumbua huyu mama? Sasa kuepusha na hilo, ili watoto wale wasije kumsumbua huyu mama, unatakiwa umachie mali huyu mama. Ile nyumba iwe ya kwake, haimiliki. Kwa sababu wewe umekuwa ngwengwe. Umeona? Unaenda huku unazaa, una makazi maalum. Sasa kilichokuleta hapa ni kusaini karatasi ya hati kwamba zile mali za huyu mwanamke. Sawa? Sasa pambe, tulia basi bwana. Na sisi tunataka tufanye fundisho kwako wewe, ili kwa mwanaume mwingine yoyote atakayetokea huko mtaani akitaka kuoa, kwanza ashauriane na nani? Na mkewe. Wewe ulikurupuka. Sasa sisi tunafundisha maana kukurupuka kinatokea kitu gani. Alafu ukirudi mtaani utawaelezea wenzio kwamba kukurupuka sio kuzuri. Vua hiyo kofia yako tuanze kazi. Weka. Dogoza simu. Weka simu ya ndani. Sasa kwangu lazima wewe. Au unataka mpaka niinuke? Sasa siku. Hapa hatupo kwa ajili ya kuoa. Sasa hivi baadaye. Umeona? Fika tusokosa sasa. Hutaki kutaki. Huu muda uko tunakusubiri wewe. Uje hapa. Saini hapa. Sasa kama unakataa, sasa kataa. Swala la kusaini litakuwa gumu kwa kweli afande. Hili swala la kusaini litakuwa gumu kama na turuhusu mimi nikakae na mke wangu tutaje. Ongea naye vizuri kwanza. Ongea naye vizuri. Ongea naye vizuri kwanza. Tuweze kusaini. Mbona uso wako unaonesha wewe unasaini? Wewe uso wako unaonesha unasaini kabisa ila jeuri. Mimi sio jeuri ndio maana nimekuja mwenyewe. Wewe una jeuri na kibri. Hapana. Ngoja sasa tukufanyie kazi. Baba twende kwa daftari. Sasa yaanza ngumi tena jamani. Sasa hili karatasi hatuna mambo mengi sisi. Wewe unamwona pande gani? Mimi nimesema hili swala niachie mimi na mke wangu tutaenda kumaliza nyumbani. Shida iko wapi? Kwanza kusoma Yathini mbele nyuma mbele. Piga magoti. Sasa pande. Nimekuja hapa kusulubiwa au nimekuja kufanyaje? Maana hata sielewi. Piga magoti mdudu wewe. Afande.
Shoga yangu ndio imekuwa hivyo. Sasa wewe unachochelewa kitu gani? Kumbe kazi unaiweza, mimi mambo ya kupitipiti na mimi. Wapi na wapi shoga yangu? Mimi mambo nayaweza mimi. Shoga yangu wewe, kila kitu kina njia zake. Aka. Huyo polisi yuko wapi shoga yangu, mimi naona anamchelewesha. Twende. Au. Alafu naomba tutoka hapa tupitie saluni. Kuna nilipotoka nyumbani nilipitia saluni. Bahati nzuri au bahati mbaya nilivaa koja hivi fulani. Utaliona huko. Nimelisahau pale. Kwa mume wangu anakagua kila kitu. Umevurugwa kwetu mpaka vitu vyote unasahau. Karibu pita. Mama, mimi naumia. Haiwezekani sio mara moja mbili na mbele ukuja huko kunisaidia kina mji. Mimi nampeleka polisi huyo mwanamke. Kaleta documentary zote nilizichana, zile document zote. Sikiliza nikwambie mwanangu. Hebu tuuliza kwanza presha yako. Hebu kaa chini. Hapana mama, naumia sana. Mimi najua unaumia kiasi gani. Hata mimi mwenyewe naumia mwanangu, Mimi nakupenda sana mwanangu. Hebu kaa chini. Tutakifanya kila kitu sawa. Sawa. Mimi kila kitu nitakifanya. Sawa. Sawa mama. Lakini mama, hata siku ile nilivyokuja uliniambia kwamba mwanangu ondoa hofu, tutakuja, hamjatokea. Sawa. Unajua babako ana ubishi fulani hivi. Hata sijui kautolea wapi. Niachie mimi mpaka hadi ulofikia wewe. Umenikosesha amani kwa sasa. Sawa? Sawa mama. Hebu stop crying. Baba shikamoo. Mama shikamoo. Marahaba mwanangu. Haya ndio kwa unataka, si ndio? Kila siku nakwambia twende kwa mtoto, twende tukasazishe, lakini wewe mbishi kama kitu gani? Haya ndio umetaka. Asante sana. Nimefurahi kusikia baba akasema tutaenda. Tutakuja. Na nitalifanyia kazi. Japokuwa mara kwanza nilikuahidi lakini nilishindwa kutekeleza. Lakini kwa hili hatua ulofikia siwezi kuacha. Sawa. Tutakuja na babako. Sasa hiyo papai simweke baadaye mtakula. Si mtalimaliza hilo. Mapapai matama. Unakumbuka papai? Ni ule ambao ulikuwa umeupanda kule nyuma. Huku nyuma ya nyumba. Ndio umeshaanza kuzaa matunda? I say. Sasa mama, mimi naondoka. Haya karibu bwana. Asante sana. Mimi naondoka. Mimi jambo lilikuwa ni hilo, lakini mama ujitahidi. Baba, mjitahidi mfike nyumbani. Usijali mwanangu. Hatutokawia. Nitakuja. Asante sana. Sawa. Haya, asanteni. Hapana. Unanikumbuka? Wewe. Nakukumbuka. Muda mwingi kweli yani. Ulipo wapi wewe? Mjini mwetu mumu tu. Una sera gani mpya wewe sasa wewe? Yaani hapa afande nimekuja na dili lingine kama langu. Sasa hilo dili la kwa mwenyewe au maana naona hapa. Nini? Ila huyu shoga yangu. Sasa hilo dili. Ila wote au la faragha? Dili la faragha bwana. Si unajua afande mambo yetu. Mbuzi afande. Kwani hao wamekuja wangapi? Unaona ngapi bwana? Mimi naona wanne hao. Amna bwana, acha pombe zako hizo bwana. Wawili hapa. Hizo pombe unazokunywa hizo zinaenda kwenye macho mtu. Alafu angalia pombe unakunywa hapo kituoni huko. Kituoni hapo unakunywa pombe ovyo. Mungu wangu nyane. Unaona mando langu?
Hapo wewe utakuwa kunywa mpaka kulewa. Hawa wanne sasa tunabishana nini? Unajua unachanganya wawapishe wenzi wao. Tuongee nao kwanza, alafu waingie wao. Taratibu gani? Baada hao ni mbele yake, siku wenzi wao. Mimi unachanganya, hebu tupishe kwa mimi ushalewa sana. Sasa mimi nakutupa wewe. Sisi ndo askari wenyewe bwana. Sasa wataingia asubuhi na kunywa pombe. Acha. Sasa hiyo inasemaje hiyo? Kama hilo hili afande atazungumza mwenyewe anachokitaka. Yaani mimi siwezi kuongea. Ila nataka aongee mwenyewe kilichopo moyoni mwangu. Nimekuja hapa nataka unisaidie jambo. Nina mume. Na mume wangu nimeolewa kabisa ndoa. Lakini mume wangu huyo nyumba kaandika kwa jina lake. Magari kaandika kwa jina lake. Kampuni pia kwa jina lake. Kwa hiyo mimi shida yangu kubwa ilionileta hapa, nilikuwa nataka hati miliki iandikwe kwa jina langu mimi. Sasa hapo mbona kama sielewi? Sasa wewe unafikiria wewe vitu kama hivi sisi sasa mimi kwani usimumeo? Mimi nitasaidia nini hapa? Afande. Shida yangu ni hii moja. Aandike tu kwa jina langu basi. Alafu kuhusu pesa hizi kwangu jambo la kawaida sana. Na unachokitaka chochote mimi nitakupa. Unajua nini? Mimi niko nasubiria azungumze neno pesa. Sasa aliposema pesa, nishamuelewa anataka nini huyu. Hii dili inafanana na ile yako hii. Ndio. Ya baba ile. Sasa unataka tufanye nini sasa? Mimi ninachokitaka mimi mume wangu akamatwe. Ili atiririke mwenyewe saini. Aandike kwa jina langu mimi basi. Sasa shusha sauti sasa. Shusha sauti. Ongea taratibu. Unaona? Sasa hiyo dili chonde. Naomba niwe siri. Mimi nimefanya dili yake imetiki. Kimya. Usije ukaniambia kibarua hapa. Hishi tunafanya pembeni huko. Afande. Uwezi kuharibu kazi yako wala kuharibu kibarua chako. Sawa? Mimi ninachokihitaji. Kwa sababu mume wangu kwanza unamjua au hamfahamu? Yupo Bagamoyo. Kuna ofisi moja imeandikwa Danmo Company Limited. Ya pale ndio jengo kubwa lile. Hilo. Yule bosi wa yule pale. Ndio mume wangu. Ana pesa yule. Pesa nayo. Sasa kinachotakiwa wewe dai chako mapema pale. Mwanaume sio ndugu yako. Umeona Mwanaume sio ndugu yako. Kabisa. Sawa. Kabisa. Sasa mimi napendaga wanawake wenye akili kama mimi. Chukua chako mapema. Sasa chukua chako mapema. Chukua chako mapema wewe. Wewe hapa unafanya. Chakufanya. Mimi nawapa kishu moja ili tumkamate kirahisi. Kesi ni kesi, popote inapamuliwa, mradi awe mtu ambaye anajua sheria. Umeona? Sio kesi zingine ziende sijui wapi kwa mjumbe, kwa nini kesi zingine tunaamua hapa. Umeona? Wewe nakutuma. Tafuta sababu yoyote. Amekugusa, amekufukia, amekutusi, akakupiga. Niambie bwana, nimepigwa, nimeguswa, hata usiku ukiwa umelala nitakugusa nataka kitu. Umeona? Wewe nipigie simu. Mimi nakwenda kumkamata ndini. Akashaingia hapa, kimeisha hicho. Lakini baada ya hapo milioni 10. Kwenda da. Milioni 10. Kile kitu. Afande. Bila kupoteza muda. Acha nikuache. Hapa ndio kuna kupiga kubaya. Sasa tunaenda bwana. Kwa pande tutakuletea na sasa. Wasiliana. Tutawasiliana. Mbona unambwela? Mbona mzuri.
Serikali kama hii ndio nzuri. Tunapiga dini zetu, tunaishi maisha yetu sawa. Bosi, naona zile documents ambazo walipatia nimeshamaliza kuzisign zote. Naomba uzipitie kama ziko sawa. Bosi. Na? Vipi? Mbona kama uko sawa? Okay. Document hizi hapa. Ulizonipatia. Okay. Nishazifanyia kazi. Unaweza kuzipitia. Safi sana. Na zile zingine nilizokupa zote umezifanyia kazi? Hakuna document ambayo nimeacha bila kuifanyia kazi. Zote nimeshazifanyia kazi. Safi sana. Hongera kwa kazi nzuri. Kwenye ile document aliyoleta Steve nilikuwa naitafuta hapa. Ile document niliweka hapa kwenye ile file. Nadhani nitakuweka hapa. Uliweka humo? Basi. Ilikuwa nimeanzisha sana kama iko humo sawa. Ndio. Mimi nimefurahi kwa utendaji wako mzuri wa kazi. Na inapaswa utendaji mzuri kama huu ni endelevu wa siku zote. Ni wajibu wangu. Ndio. Kwa sababu ni kitu ambacho kimenileta hapa, lazima nifanye hivyo. Yeah. Asante sana. Lakini bosi, samahani kama nitakuwa na kuingilia. Naona hii wiki yote hauko sawa. Yaani uko tofauti na siku nyingine zote ambazo tumefanya kazi. Hauko sawa. Yaani una mawazo. Unaweza kunishirikisha nikakushauri kama kuna tatizo. Ya, ni kweli sipo sawa. Tatizo nini? Ujue nyinyi wanawake huwa mnatumiza sana wanaume. Na huwa mnatuchanganya sana mpaka tunakosa kuwa na amani. Nina matatizo nyumbani na watu wangu. Sijamaanisha kwamba labda uniandikishe hivi, labda sipishe hivi, labda. Lakini kumbuka mume wangu, una familia. Utakuwa na ndugu, alafu kuna leo na kesho mmoja. Unaweza ukaa. Na hili swala limeshakuwa kubwa mpaka tumeshirikisha wazazi, wametuweka vikao lakini wapi. Pole sana. Asante. Lakini hili swala jepesi sana. Yaani ni jepesi. Linakupa tu shida. Linakupa stress. Unashinda mpaka kufanya kazi. Jepesi? Si una zile hati zako za nyumba? Ndio. Ndio mwanasheria. Mfuate mwanasheria wako, ajaze mwandike dokumenti yako kwamba mali zangu mimi nani anakuwa mlisi. Atalisi huyu au itakuwa vipi? Yaani kila kitu kinakuwa sawa. Ni wewe tu kwenda kwa mwanasheria mkamalizana pale. Mambo yanakuwa sawa. Huu ugomvi mdogo unakuharibia siku zako, unakuwa uko. Yaani simple. Lucy, katika siku zote leo umeongea point. Na umenifurahisha sana. Sikutarajia kama ungeweza kunishauri. Umeona? Mimi nakupromise. Nitakupa zawadi. Yeah. Na jambo lingine nitatekeleza ushauri ulionipa kuliko mawazo niliyokuwa nayo. Sawa, si unajua sijazoea mkono kio. Yeah. Uko serious. Nishazoea. Hamsi. Yeah, na nitambua hilo. Unajua mambo yatakuwa mazuri. Okay. Basi sawa. Nini tatizo? Mama, Nancy sio mtu mzuri. Wamechangiana na Paul, wamenipiga.
Amenipiga mpaka mkono huu. Nashindwa hata kula chakula vizuri. Sina hata kosa. Pole. Mimi nimepigwa kwa kosa gani? Sijafanya kitu, ananivuta tu ananipiga kama mwizi. Basi. Pole binti yangu. Sawa? Nisikilize. Kuhusu baba nchini nitaenda kuongea naye. Sawa? Ila kuhusu Polo pamoja na Nancy nitabidi nao mimi. Haiwezekani kukosesha amani. Sawa? Haiwezekani kabisa. Yaani ndio jamani umekaa huku peke yako, Emu inuka. Inuka. Sawa mheshimiwa. Mazungumzo yako najua nishayafahamu. Na warisi wako ushawaandaa? Ndio, nimeshaandaa mheshimiwa. Wako wangapi? Wako wawili. Na wewe jina unaitwa nani? Naitwa Danmo. Danmo. Na warisi wako? Anaitwa Lisabela. Lisabela. Ndio. Warisi wako? Anaitwa Nancy. Hapa sawa na tuko pamoja. Sasa wewe itabidi uende niandae vizuri, alafu utakuja kuifuata hapo ofisini. Okay. Sawa? Labda nikuulize mheshimiwa, kuna lingine tofauti na hilo? Kwa sasa hapa naona hamna. Labda kwako tu, kwa sababu ni wafanya biashara, mnakuwa safari nyingi, unaweza ukaniahidi alafu usije siku ya tukio ile. Labda hilo tu, kwa sababu kwa kazi zako za kibiashara. Okay, tutawasiliana. Asante. Karibu. Asante sana. Haya, huyo kanya mzio huyo. Haya. Nyinyi mnajifanya sana mashababi katika hii nyumba Kuuliza wewe, unajifanya sana mashababi katika hii nyumba? Nani aliwatuma mumpige huyu? Tena mnachangiana nyinyi. Aliwatuma nani mumpige huyu? Hatujampiga mama. Wewe mnanichezea Mnataka kuichezea akili yangu, si ndio? Hapana. Mimi nakwambia. Wewe kwanza na Sasa nataka niwaambie kitu. Mmenisikiliza? Nataka niwaambie kitu. Kuanzia leo hii, muone kama mama mwenye nyumba huyu. Sawa. Hivi unajua kazi yako ile kule? Unajua wajibu wako na unajua ungempige huyu. Na wewe Kitisha mume wako yule. Nini? Nitawaozesha ndoa ya mkeka wa pumbavu nyinyi. Pigeni magoti hapo. Piga magoti hapo chini. Naleta uzuri hapa. Huyu ndo mama mwenye nyumba huyu. Ombeni msamaha. Haraka. Omba msamaha wewe. Hivi wewe unajitia kiburi wewe? Omba msamaha huyu. Tunaomba utusamehe. Na wewe? Tusamehe. Eti tusamehe. Ndio watu wanaomba msamaha hivyo? Nakumbuka baba awali tulishaongea na mke wangu anajiandaa na kuja. Kwani mama bado yuko ndani? Pole sana mama. Asante mama. Asante sana. Karibuni. Asante. Wewe ndio umenifanyia. Baba, bila shaka kwa kuwa muda, matatizo makubwa sana ya hapa, mke wangu anahitaji kuhakikisha mikataba yote ya mali za baba. Na huu ndio ugomvi mkubwa sana mimi na mke wangu. Lakini mimi namwambia kila siku, iweje kumikisha mikataba wakati sisi tuna watoto? Sawa wazazi wangu. Nikamwambia mikataba yote na mali zote watamiliki watoto. Lakini yeye hataki kunisaidia. Sasa basi, wazazi wangu nimewaita hapa ili nitupe ushauri.
naweza nikamua aidha nikachukua jambo lolote kwake yeye likawa zuri, ama katika nafasi moja ama nafasi nyingine likawa baya. Kwa hiyo wazazi wangu ni hali. Maisabe, anaosema mume wako ni kweli? Na kama ni kweli, unapata hapo ujasiri wa kudai uandikishiwe mali kwa mwanaume ambaye ni umezaa naye? Nategemea watoto watakupataishi vipi? Mimi sijazaa na mume wangu, lakini sijawahi hata siku moja kudai mali. Iweje wewe mwanamke mwenzangu unafanya vitu tofauti? Mali itakupeleka wapi? Hivi kweli mna akili kweli? Unaweza kuambia wazazi wangu hawana akili? Mbona tunapigana? Sikiliza. Wewe ni mjinga. Sikiliza. Mimi ni mjinga baba. Nisikilize. Kama uliwaita wazazi wako kwa ajili ya waje hapa ili kunidhalilisha, nasema hivi, nasimamia msimamo wangu. Hutaki utanifanyia, usipotaka utanifanyia. Ondoka bana. Sikiliza. Asiti mjinga mimi hapa vile. Nisikilize. Nisikilize. Nilishasema sitaki kukuingilia matatizo ya watu, majumba ya watu. Umekiona hiki? Huyu mpumbavu na mjinga. Kwa ujinga wako mimi naondoka. Baba! Unapenda mwanangu nikinyanyua mkono wako na kumpiga njia. Na nilishakwambia usinyanyue mkono kumpiga mwanamke. Hilo ni tatizo. Mama, sawa, lakini kumbuka maneno aliyoongea hapa kawatukana wazazi wangu, haya sio maneno mazuri. Sawa, usijali. Nitalitengeneza kaka. Kwa nini baba anaondoka? Sio kwamba sina akili, na akili angekaa tukazungumza tukamaliza. Wewe akili unazo, ila mimi nitaongea naye pia kaka. Hakuna kitakachoharibika. Sawa? Sawa. Vipi shoga yangu, mbona unalia? Amekupiga? Amenidhalilisha kwenye familia yake. Sikiliza shoga yangu, kwanza nikupe pole sana. Alafu pili, mimi ninachoomba usilie. Yaani hapo ndo ushindi wetu. Na mambo yetu yatakaa sawa yote. Usio na wasiwasi shoga yangu. Kinachotakiwa sasa kuwa na furaha, futa machozi. Usilie shoga yangu. Kinachotakiwa yani sasa hivi ni kufurahi. Madhali sababu tushaipata. Kuwa huru shoga, sawa? Sawa rafiki yangu. Pole. Usijali shoga yangu kwa hapo. Mimi pekee ndugu yako. Mapato yako madogo sana. Ufanye kazi inavyotakiwa. Unajua sikiliza, hizi ni kazi tu. Hizi ni kazi. Sasa unatakiwa ujiongeze. Mbona mzee afanye mibuzi tangeni kwa hapa na nimefika hapa ananawili, anafanya kazi inavyotakiwa. Watu wanakamatwa wanaletwa hapa. Wewe mbona ukamati watu? Mtu unashinda hapa tu kituoni, umeshinda hapa kituoni. Sasa mimi unafikiri nakufikiria mimi? Nitakuandikia barua. Nitakuandikia barua kuchoka. Vipi? Ndio. Ana makosa mkuu. Sina makosa. Ana makosa. Kesi gani? Kosa lake la kwanza, nguo ina mabaka hiyo kama kenge. Kosa lake la pili hajachomekea. La tatu hajachana nywele, kanyoa minyoa kishenzi.
La 4 nimemkuta njiani anasikiliza mziki, wakati mambo hayo ndo tunakataza kila siku. Afande, sio kweli afande. Sio kweli. La 5 na la 6 alikuwa anadunda kama mgongola nyani. Kingine ana kisu mfukoni. Sio kweli afande. Kutaga, tulia. Hiyo nakuhudhuria. Hao ndio wale wanakabaga watu hao. Sasa ndani haraka. Rijinga litoto. Alafu tuchukue maelezo mazuri. Kuna kisu. Hii sawa hii. Naona yule kijana hapa mbona sioni kama ana. Kutaga! Wewe, mimi nitakwambia siku nyingi ujue. Mimi nitakuandikia barua. Nitakuandikia barua ukusimamishe kazi hapa. Utodumu hapa. Mimi nakwambia. Hapana, usifanye. Huwezi kudumu hapa. Wewe mtu anakuja na kisu. Tupishe hapa. Tupishe. Vipi? Afande, bila kuchelewesha muda, lile swala letu limeshakafaa. Yaani yule bwana mkubwa akashampiga mkewe. Ampiga? Hapo. Sasa anapatikana pale ofisini kwake. Pale simpa. Sasa sikiliza. Sisi leo tunaenda kumkamata. Sawa? Tukimkamata leo tunamficha chumba cha peke yake. Cha msingi nenda kamwambie alete ile karatasi ili atie sign, sawa? Lakini hela ipo. Sawa, mimi jengo si ndo lile. Sawa, wewe nenda. Mimi ila kumbuka kumwambia mimi ndio leo naenda kumkamata. Asichelewe alete hiyo karatasi haraka sana. Sawa, ni shida nitaongea. Sawa, fanya hivyo. Shida anakuja na kisu. Ngoja. Sasa mkuu, kuna kimradi sijui kidude gani kimeanzishwa hapa, kinaweza sisi kikatuingizia pesa kama serikali. Lakini mimi pesa hizi sitaki ziingie kwa serikali, ziingie mikononi. Kuna madada poa wanajikusanya, wanauza pombe aina ya Nzuki na hizi pombe za Kiswahili. Maziko saa 7. Sasa basi nilichokiona, wanakaa wanawake chini ya 30-60 na viguo vyao vifupi. Na yale mambo unayakataa wewe mkuu ya panki kitu gani? Ndo 90%. Kamata. Hapo basi mimi nilikuwa ninaona mkuu kama wale tungewakamata tukawajaza lock up. Akaingia lock up yule, wakaingia 60, 70, 80. Kila kichwa tuhesabu 800. 800 mara 60. Hela nyingi hiyo mkuu. Ndio maana kupendea. Nilipoingia katika kituo tu. Angalia hapa nani anaendana na mimi. Nikasema hii ngoma tu. Huyu anaendana na mimi. Usiwe mzembe. Lazima ujeke. Lazima ukitegemea mshahara wako unayumba. Ninakwambia. Lazima tujenge. Halafu unikumbusha. Ni dada alopita juzi kumuona walipo wawili wale. Ndio. Aishu. Mimi niwaiti hapa kwanza kwa sababu hiyo issue. Na huyu mwenyewe akili hapa. Atakufa maskini anaonekana. Ni dada bwana ana ugomvi na familia yake. Unaona bwana? Kama ugomvi na familia yake anahitaji msaada kutoka kwetu. Sie kesho na kesho kutwa tumetumia nguvu zetu hapa. Yeye amefanikiwa. Sisi tutanufaika na nini? Na kama unavyojua hapa kituoni, sie chungu jiko. Milioni 10. Unajenga wewe? Hela hiyo mkuu sio kujengea. Hela hiyo kila aina baa. Kila aina baa. Tutakula la. Alafu isitoshe. Siku zile katika kikao kikuu tulichokaa kamanda wetu kazungumza kama kituo chochote kitakwenda vizuri kimaadili, watu watahamishwa hapa nchi yetu, watakwenda nchi ya Tanga. Kwa hiyo tukienda nchi ya Tanga hatulipwi tena hela hizi za Kitanzania, tutalipwa sisi kidola. Kula la kwenda kazi. Tukiingia kwenye baa sisi tunafunga baa peke yetu. Yaani kwa wewe mkuu, hata kama utasema unajitolea mimi kunigia chochote kitu, kwanza kama advance. Alafu ikija sasa nikata juu kwa juu, unajua mimi kwa mambo mengi, leo pakti limenishia leo. Advance nitapata. Advance nitapata. Sasa toka lini mimi nikaona Winston Tap. Hapo shogoea mimi nimejaza glasi, sigara. Basi sikiliza. Hapa tujiandae nini? Tufuate. Hiyo dini kubwa sana. Sicheleweshe baba, milioni nyingi hizo. Serikali yaingize shilingi 10 ya kwende.
kwani sisi maaskari? Mbona Kama nimwambia karibuni. wacha dharau. Dharau wacha. Sawa. Bosi wako tumemkuta. Yupo, labda nimpigie simu. Wewe unampigia simu wewe nani? Wewe sekretari ndo nani? Unashinda na askari? Tukitoka zoezi la kumchukua huyu bosi wake, tufanye na zoezi la kukamata na madada pia wanaovaa vimini. Huyu anajaa sana huyu. Kama huyu ndio wengi sana. Hata ukimnyanyua yule kama kimini. Weka simu chini. Wacha mchezo wa kupiga simu. Bosi wako amesema yuko ofisini kwake, basi tuondoke mkuu. Kwenda da. Ndio baba. Wewe ndo Danmo? Unahitajika kituo cha polisi. Lakini kituo cha polisi kufanya nini? Ungekaa brother, tukakaa tukazungumza. Kwenda da. Tuzungumze kitu gani? Oya. Babu, unabishana na serikali hapa, mimi sihitaji mambo mengi. Mkuu anakuambia inuka tuondoke kituoni. Ungekaa brother, tukakaa tukazungumza. Na babu, hapa unaongea na Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika. Na sisi tunatokea serikali ya Tanga na nchi ya Tanga. Inuka juu mpaka ukinonomia pande miguzi, nimekuja hapa sitaki mambo mengi. So, brother, aturuhusu kwenda ga. Sababu unazungumza kwenda ga. I know, I'm a professional. Nibuzi nani babu, mimi nakuuliza mkuu. Muongozo. Nibuzi, toa. Alafu twende. So, I'm a professional. Professional nini mbona? Tukana babu. Sisi ni serikali. Babu ongoza. Sio mambo mengi. Leo ndio mkuu. Lakini tungekaa tukazungumza huko akaisha. Nini babu, mbona makoti mengi? Twende kituoni, unazungumza nini? Mimi ndio nimeshatumwa na mkuu tanzetu babu. Nje. Twende bwana. Mkuu. Mnafanya mambo ya ajabu hapa, mnajikuta nyinyi madoni 10 mnafanya mambo. Nje wewe, twende hamna, twende. Twende wewe. Vizuri hapo. Twende wewe. Pesa. Ya dunu mosigana na kadi ya pesa. Ba, wewe. Marahaba bwana. Mimi naitwa Lucy. Ni mfanyakazi wa Danmo. Nimekuja hapa kutokana na bosi wangu. Sijamwona ofisini siku ya 3. Unasema? Toka amechukuliwa na polisi. Sasa nikawa sijaelewa tatizo kubwa ni nini. Kwa nikaona sio vizuri kutokana na ile situation ambayo niliona siku ile. Yeah. Nikajaribu kumuuliza pale walipokuja. Nikaona majibu hayaeleweki. Akiniambia tu atanitafuta. Sasa nikaona sio vizuri zaidi nikaendelea kukaa nije kupata taarifa zaidi hapa. Huenda nyinyi pia mna taarifa. Sisi hatuna taarifa zozote. Na ili tukio la kukamatwa na polisi ni mara ya kwanza au ni hapo nyuma ilishawahi kutokea? Hapana. Yaani sijawahi kukutana na kitu kama hicho toka nimeanza kazi.
kwenye kampuni ya Danmo. Sijai kukutana nacho kabisa. Unafahamu ni kitu gani wamepeleka? No. Sifahamu kabisa. Sawa shangazi. Maana umesema askari walivyokuja, si ndio? Ye, baada ya kuja walisema kitu chochote kile? Sikupewa taarifa yoyote zaidi ya kuniuliza tu pale reception, bosi wako yuko wapi? Nikamwambia labda nimpigie simu. Hakutaka tena mimi niongee naye kwa simu kwamba kuna watu wanakuhitaji. Wakaingia ndani moja kwa moja wakamtoa. Wakaondoka naye. Kwa sijafahamu zaidi ni kitu gani ambacho wameenda naye au ni wapi. Yaani sielewi chochote mpaka sasa hivi. Kama naweza kunisaidia labda anapoishi kwa sasa, ili nifike nikajue zaidi nini kinaendelea. Hapana, hapa ni kwao, ila ana kwake. Sawa. Na huko kwake sisi tutaenda mwanangu, sawa? Sio nataka. Ila natumaini tutalifuatilia kwa pamoja. Haina tatizo. Karibu tena. Asante sana. Nashukuru. Kazi njema. Asante. Sasa tutafanya nini? Pana chukiana cha msingi. Twende tu nyumbani kwake. Hilo ndo la muhimu sana. Maana kujua. Ndio tukajiandaa. Nashukuru rafiki yangu umefika. Karibu. Asante. Hata mimi pia nimefurahi kukuona. Nikupe pole kwa nini? Asante ndugu yangu. Yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Sababu yeye ni Mungu. Haya. Niambie. Nipe habari. Yaani shoga yangu nilichokuja nacho hapa hiki. Yaani ile kazi mimi nimeshamaliza. Mumeo kashawekwa ndani polisi. Kinachotakiwa sasa shoga yangu, uchukue karatasi uende polisi akatie sahihi. Mjengo wote wako, mali zote zako. Na ninavyokuambia, kama yule kakie kwa polisi, aidha afe au asirudi kabisa. Yaani furaha juu ya furaha. Unajua nafikiria pale ambapo mume wangu anakuja kuniona mimi ndo adui. Unajua kwamba hilo jambo litakuwa baya kwangu. Matatizo gani? Matatizo gani? Hata kama akijua. Wewe si unataka mali? Si unataka mjengo? Ila wewe wa moto shogangu. Hana hata sija kufikiria. Sasa unataka kuniambia nikachukua makaratasi? Nikachukua karatasi. Mambo ya kusaini tu, mambo ya kusaini. Karibuni. Mama, na matatizo gani hapo? Kwani kuna tatizo gani au kuna nini? Manake naona mmekuja hai. Mume wako yuko wapi? Yupo kazini. Mbona inasemekana mume wako amekamatwa na polisi? Na siku ya 3 sasa hajatoka. Ndio kwanza mimi nawasikia nyinyi. Wala mimi sifahamu. Lakini sisi tunakuja kusikiliza. Nakuja kukuuliza hapa. Kwamba tuone kwamba lina ukweli ama halina ukweli. Unielewa? Hatuna nia nyingine. Ndugu. Kwani kina nani hapa? Babangu mkwe, mamangu. Jamani. Sasa kama mwanenu kakamatwa hapa ndo polisi. Tena wewe unyamaze. Hayakuhusu. Ya nani husu? Wewe hayakuhusu. Hebu nendeni zenuni huko. Wewe vipi? Tondoke mke wangu. Mambo yako unafanya utakuja utafeli.
Sijui umenielewa vizuri? Mambo ya kubishana na mkuu, mara kila nikitoka nikiingia, mkuu wewe bado mtu ambaye anakufunda tu kama wale watu wanatoka na mikoleni wanakufunda tu sijui. Sasa siku zote kwa mkuu mambo ya kukufunda anakuja na ungo. Akupeleke membeni huko nyuma akakuelewesha. Kila siku mimi nakamata vijana hapa, naweka roka hapa. Nakamata vijana hapa, naweka roka hapa. Unapishana na watu wangapi? Hawajachomekea mashati yao kama ametafunwa na ng'ombe. Unakuwa mjinga baba. Sawa, tunajua Sakala ndo mkuu wa kituo. Lakini mambo mnayoyafanya wenzangu sio mazuri. Ngoja bana. Mbona mmeingia kama kilabuni jamani? Mna matatizo gani? Nimechanganyikiwa. Aha, na hapa ndo magresheni ya kupokea wenda wasi. Leta habari. Sina maana hiyo. Tunamtafuta mtu wetu amekamatwa na polisi. Anaitwa Danmo. Wewe Danmo sasa tunajua kampuni yake huko? Sio mnatoka tu jamani mnakurupuka hapa. By the way anywhere. Paka hapa ofisini mnakuja mmekurupuka mjechomekea mashati kama ametafunwa na ng'ombe, mnakuja kuuliza mambo ya watoto. Hapa jamani leba. Kama mna matatizo ya uzazi, mkaonane na madokta wa hospitali. Kama sipendi. Isipokuwa tulikuwa na maana kubwa sana ya kuja hapa sisi. Kwa sababu huyu kijana huwa anaishi sana mazingira haya. Haiwezekani askari akawa amekamatwa huyu kituo cha 3 au cha 2. Ndio maana tukaona kwa sababu yeye huwa anaishi hapa, lazima tuje hapa. Ndio maana yetu kubwa hiyo. Hakuna kingine tena. Babu. Na hilo shati hilo kama afande. Kwanza ujue unazungumza, unaongea na nani. Sio unakurupuka tu babu kama umetoka kusubara asubuhi, unazungumza maneno tu yalokopo mdomoni mwako. Mimi naweza nikakuchukueni nyasa nikakuwekeni lock up. Kwanza mmekuja kama watu mlokunywa pombe, sijui mna matatizo gani ya akili. Toka nje. Toka nje. Hapo. Toka nje. Sababu tokea juzi mimi nipo hapa. Ndio. Hapa kituoni. Mimi katika kupokea watu na majina tumeandika, mimi sijaona hilo jina la mtoto wenu huyo. Bwana wewe utahama. Utahama. Unapokea ndazimu utahama. Hapa sisi tunakamata watu ovyo hapa. Alafu wewe mzee wewe. Sikiliza. Usinitishe. Shusha kidole. Wewe nani? Mbao. Nipeleke mimi ndani sasa kama unaweza. Ushatanganikiwa mzee, sasa tunakutofia mikononi. Mbao. Habari yako? Safi. Nimekuja. Pesa ya soda. Ya soda. Ufanye kazi yako sawa. Acha masiara bwana. Zote hizi. Kumbe una masiara. Hizi ndo zile karatasi. Unahitaji assignment. Hizi. Sasa hii imekwisha. Afande. Pesa hiyo kwangu ni ndogo sana, lakini sijaitafuta kimchezo. Naomba unifanyie kazi yangu kwa haraka ili mambo yote yaendelee. Kutaka. Hii shida kamilika hii. Basi afande. Basi. Kazi njema. Afande, naomba unisamehe. Naomba unifungue. Sasa dunia. Sikiza. Hapa swala kufungua hakuna. Sawa, tulichokuja hapa kimoja tu. La sivyo tunakuua leo hapa. Tunakuua. Unasaini usaini. Afande, mmeshanitesa vya kutosha, nifungueni. Tumekutesa sisi wewe. Tumekutesa dharau. Wewe tumekutesa. Mbona unatoa jasho mimi? Unatoa jasho? Unatoa jasho? Mtie kirungu. Sisi tunakaa duniani kimaisha. Hatukai kwa ajili ya kupoteza muda. Tulia wewe. Tulia. Peleka wao pamoja. Tulia nakwambia, nitakupiga dude moja kubwa. Usipiga afande. Nitakutia dude. Hey.
kichwa kama mbata. Shika. Iko kwenye kiti. Iko kwenye kiti. Faster. Kupeni hivi wewe. Ipo. Shika. Wewe. Nifungue na mkono. Ushikie mkono, ushikie. Nani wapi hapa? Sikiza. Huyu hakikisha anasaini. Msimu tukongelea hapa. Na kama huni? Sasa hakikisha anasaini. Saini jina hapo, sisi tuna mambo mengi. Kimya kimya, anasaini kimya kimya. Sawa. Babu. Mimi saini. Na saini. Naomba nisaidie, mimi mwenyewe afande. Nateseka. Kampuni yangu imefungwa afande. Sisi wanaume. Naomba niokoe mahali hapa nilipo afande, nitakupatia kiasi cha pesa. Wewe Familia yangu ya kipekee. mambo yako bwana wewe. Muzeni katatu tena ngapi? Usiona shilingi 10,000 unataka nini karatasi? Sasa unatakaje kwani wewe? Mimi sasa hivi mtoto zinaniwasha. Nitakupata milioni 5. Una uhakika? Alafu mimi mzee hata sio mpigaji basi tu. Nafosiwa na mkuu. Afande, mambo nisaidie. Alafu wewe una akili ndio maana ukapata ile kampuni kwa sababu umeona paka mkuu kaondoka ndio umesema habari hizi. Ndio afande. Sasa mkaratasi hii ndio mkuu anakujua wewe kwa jina gani? Anajua mimi naitwa Danmo. Sasa hivi jina lingine hapa. La ovyo kwa ovyo hapo. Hii unanielewa vizuri? Mimi nitaandika pesa Abdalla Ali. Sasa ukiandika hilo hali hilo utanimilikisha mimi jina la babu hilo. Naweza nikaenda kudai nyumba mimi ile. Afande. Hii hapa imeandika maelezo tunatosheleza. Alafu nilikuwa naomba nisaidie hata karatasi. Yaani ndio? Kwa hivyo nataka naandika kwenye simu peleke afande. Yaani mimi naandika tu afu kipeleka hiyo simu kampa. Una baba una mambo mengi. Hii inaweza kafai? Hata hiyo afande. Faster babu, unajua tena hapa usiweke. Hapa ndo mtaalamu ambao unasema nitafuta. Wewe ukimpa tu atajua. Afande jitahidi afande. Sasa tu mbona mimi naenda kumkabidhi mkuu kama saini na hiyo hapo na kufungua muda sio mingi hapa. Mimi nikitoka tatizo ndio hili hapo. Baridi. Karibu. Auingia Njoo ndani kuna nini? Hii issue haraka. Mimi naacha kituo kule haraka sana. Wewe. Mama ushakukaa ndani, kila kitu tayari. Wewe. Tayari. Mungu. Haraka issue mwanangu, issue hii haraka. Wewe. Sio nini sasa? Sio nini? Sio nini? Wewe umemtoa wapi? Tulia. Nani kakupa ruksa? Hiyo kazi yangu mimi. Unanigeuka mimi? Unanigeuka? Geuka mtulia bwana. Mimi ni mkuu wako kituo. Sio mkuu hawezekani akawa anafanya mambo ya rushwa. Wewe. Na wewe mwenyewe pia heshimu rushwa mwanangu. Wewe unanigeuka. Ndio. Nimekuteua Bunju leo nimekukuta Mapinga kulikoni? Mambo ya kazi tu. Mambo ya kazi mimi ndo niliokuteua unaniambia mambo ya kazi. Mimi sina taarifa na kituo hichi ulichokuwepo. Ndio kituo nilichokuwepo. Niko nafuatilia mwalimu. Mwalimu gani? Huyu mama huyu. Mwalimu au unachukua tu unavyojua wewe. Hamna kusamehe kidogo. Hakuna cha kukusamehe. Mambo ya kazi. Mimi afande Sakala nimekuchunguza vya kutosha. Tena nimekustamilia sana. Haya mambo yasiende kiudugu. Ndio. Sio umenielewa. Afande Mebusi. Naam. Yuko chini ya ulinzi huyo. Kuanzia sasa huyu hana cheo. Na anamchunguza kwa haya mambo anayoyafanya. Anakashafanya mambo makubwa sana. Yaani hastahili hata kusamehewa. Sawa mkuu. Uko chini ya ulinzi.
Usiwe hata kuzungumza. Chini ya ulinzi. Kamata huyu. Chini ya ulinzi. Uko chini ya ulinzi. Kamata huyu twende, usimsikilize. Kuanzia sasa uko chini ya ulinzi, usibishane na mkuu. Piga saluti kwanza kuanzia sasa. Hakuna ukuu, nimekuchunguza vya kutosha afande Sakala, nimekuchunguza vya kutosha. Nimekuteua mimi na leo nakushusha mimi na sio kukushusha. Yaani ina maana nakuchunguza. Eba afande usichelewe. Uko tunakwenda. Kuna matatizo kule. Achini. Vua kofia yako hiyo. Wewe mama, hiyo mkononi nini? Hati. Hebu tuone. Kaandika hati bandia. Chukua huyu na huyu mama. Inuka baba. Inuka, sitaki mambo mengi. Mama, ongoza. Mimi siwezi kukusamehe kamwe. Afande, mpelekeni na huyu. Heri mbekeni na wanangu wawili kuliko mbekeni na wewe. Mjinga. Ongoza ukiona paka nimeitwa mimi, sitaki mambo mengi. Unaniweka ndani mimi siku 3. Twende huko baba. Polisi mimi. Ondoka kule. Mimi nashukuru kama nilivyokuambia tutazidi kuwasiliana. Asante sana.